Wanasema pesa ni sabuni ya roho, lakini hakuna anayekuambia kuwa sabuni hiyo wakati mwingine huoshwa kwa damu ya wapendwa wako. Naitwa Juma. Leo niko mbele yenu nikiwa nimevaa suti ya milioni 2, nikiendesha gari ya ndoto zangu na kuishi kwenye jumba la kifahari. Lakini nataka nikwambie siri moja. Usiku unapoingia, mimi ni maskini kuliko omba yeyote unayemjua. Kwa nini? Kwa sababu niliuza kitu ambacho pesa haiwezi kununua. Niliingia mkataba na giza ili nipate nilicho nacho. Nikasahau kuwa giza halitoi zawadi bure. Giza hukopesha, na riba yake ni roho yako. Hii ni hadithi ya jinsi nilivyogeuka kuwa tajiri namba 1 mtaani kwetu, na jinsi nilivyopoteza kila sababu ya kutabasamu. Kama unahisi maisha yamekupiga na unawaza kutafuta njia za mkato, na kuomba, sikiliza kisa hiki kwanza kabla hujafanya maamuzi ambayo huwezi kuyabatilisha. Kabla hatujaendelea na simulizi hii ya kusisimua, bonyeza subscribe ili ijiunge na familia yetu. Tafadhali sana like video hii na niambie kwenye comment unatazama ukiwa wapi leo na nini mtazamo wako wa simulizi hii. Tuanze sasa. Maisha yangu yalikuwa kama kitabu kilichochakaa. Kila ukurasa ulikuwa na simulizi ya madeni, njaa na dharau. Nilikuwa na mke wangu mpenzi, Zuena, na mtoto wetu mmoja wa kiume, Baraka, aliyekuwa na umri wa miaka 5. Baraka alikuwa mtoto mwenye furaha sana. Kicheko chake kilikuwa kama tiba kwangu nikirudi nyumbani bila hata senti. Tulikuwa tunaishi Manzese kwenye chumba kimoja ambacho ukuta wake ulikuwa na nyufa kiasi kwamba tungeweza kuona nje. Kazi yangu ilikuwa ya kubeba mizigo Kariakoo. Kazi ngumu, jua kali, mgongo kuuma, lakini mwisho wa siku nilirudi na 5,000 au 6. Haikutosha. Nakumbuka siku moja ambayo ilibadilisha mawazo yangu yote. Ilikuwa sikukuu ya Idi. Watoto wote mtaani walikuwa wamevaa nguo mpya. Baraka, mwanangu, alikuja kwangu akilia. Baba, marafiki zangu wananicheka. Wanasema nguo zangu zina viraka. Moyo uliniuma sana. Lakini kilichoniumiza zaidi ni pale mwenye nyumba alipokuja kudai kodi mbele ya mke wangu na majirani. Alinitukana matusi ya nguoni. Alinitupia vyombo vyangu nje. Wewe mwanaume suruali tu, huna hata haya, unashindwa kulipia familia yako pango la 30,000. Siku hiyo nililala nje kwenye veranda na mke wangu na mtoto, huku mbu wakitushambulia. Usiku ule niliapiza moyoni mwangu, sitakubali kuishi hivi. Nitatafuta pesa kwa namna yoyote ile, hata kama itabidi nishike moto. Hapa ndipo nilipofanya kosa la kwanza, kosa la kuruhusu hasira iongoze maamuzi yangu. Kuna rafiki yangu mmoja aliitwa Sefu. Sefu alikuwa mtu wa ajabu sana. Miaka 2 nyuma alikuwa choka mbaya kama mimi, lakini ghafla alibadilika. Alianza kutembelea magari makubwa, akajenga nyumba, na alikuwa na pesa isiyoisha. Siku chache baada ya kufukuzwa kwenye chumba, nilimtafuta Sefu. Nilimkuta baa, amezungukwa na wasichana warembo na pombe za bei mbaya. Nilimweleza shida yangu. Sefu alicheka sana. Juma, wewe bado umelala, alisema huku akivuta sigara kubwa. Dunia hii haitaki wenye huruma. Inataka wenye uthubutu. Unataka pesa? Unataka heshima? Nataka kila kitu, Sefu. Nimechoka kudharaulika, nilijibu kwa uchungu. Sefu aliniangalia kwa jicho la kipelelezi kisha akanong'ona. Kuna mzee mmoja yuko Sumbawanga, anaitwa Mzee Kifimbo. Haui mtu, wala hahitaji umwage damu ya mtu mzima. Yeye anachotaka ni biashara ya kivuli tu. Uko tayari? Neno kivuli sikulielewa. Nilijua uchawi unahusisha kuua wazazi au watoto, na nilijiapiza sitaua mtu. Sefu alinidanganya, au labda na mimi nilijidanganya, nikiamini kuna uchawi wa meupe. Tulifunga safari usiku huo huo. Tulipofika kule kijijini, mazingira yalikuwa ya kutisha.
Nyumba ya mzee Kifimbo ilikuwa peke yake bondeni, imezungukwa na miti mirefu ambayo haikuwa na majani, hata kama ilikuwa masika. Kulikuwa na ukimya wa ajabu. Hakuna ndege aliyeimba, hakuna upepo uliovuma. Tulipoingia ndani, harufu ya uvumba mchanganywa na kitu kilichooza ilitupokea. Mzee Kifimbo alikuwa amekaa kwenye jamvi jeusi, macho yake yakiwa mekundu kama kaa la moto. Kabla hata sijasema neno, alinitaja jina langu. Juma, Mtoto wa Zuwena, umekuja kutafuta dunia, lakini je, uko tayari kulipa kodi ya dunia? Nilimeza mate. Niko tayari mzee, sitaki kuwa maskini tena. Mzee alicheka kicheko kilichotekemesha kuta za nyumba ile ya udongo. Sikiliza masharti. Sitaki damu ya mtu, sitaki kiungo cha mtu. Ninachotaka ni nyota ya kwanza. Nitachukua kivuli cha kitu unachokipenda zaidi na kukibadilisha kuwa mwangaza wako wa pesa. Kitu hicho hakitakufa, lakini hakitakuwa chako tena. Uko tayari? Nilipomsikia hataki damu, nilipata amani. Nilijua labda atachukua kivuli cha mke wangu au mwanangu, lakini si watabaki hai? Si watakula hizo pesa na mimi? Niliona ni dili zuri. Niko tayari, nilijibu. Mzee alinipa chungu kidogo cheusi kilichofungwa na kitambaa chekundu. Nenda kaweke chungu hichi chini ya kitanda cha mwanao wa kwanza usiku wa leo. Asubuhi ukiamka utakuta chungu kimejaa majivu. Yagawe hayo majivu mipakani mwa nyumba utakayopanga. Hiyo ndiyo itakuwa funguo yako. Nilifanya kama nilivyoelekezwa. Usiku ule nilinyata mpaka chumbani kwa mwanangu Baraka. Alikuwa amelala fofofu akitabasamu usingizini. Moyo ulinienda mbio, lakini picha ya mwenye nyumba akinitukana ilinijia kichwani. Niliweka kile chungu chini ya kitanda chake. Asubuhi iliyofuata nilikimbilia kuangalia chungu. Kilikuwa kimejaa majivu ya rangi ya kijivu kama fedha. Niliyatwanga yale majivu kuzunguka nyumba tuliyokuwa tumepata kwa msaada wa Sefu. Miujiza ilianza siku hiyo hiyo. Nilipigiwa na kampuni moja kubwa ya ujenzi ambayo nilikuwa nimeomba kazi ya kibarua miezi 6 mito na kukataliwa. Waliniita ofisini. Nilipofika, meneja aliniambia, "Juma, tunashindwa kwa nini jina lako limekuja juu kwenye orodha ya wakandarasi wadogo. Tunakupa tenda ya kusambaza vifaa." Tenda ya milioni 400. Siamini. Pesa ziliingia kwenye akaunti wiki moja baadaye. Maisha yalibadilika ghafla. Tulihama Manzese tukaenda Mbezi Beach. Nikanunua Prado mpya. Mke wangu Zuwela alikuwa haamini. Alidhani nimeshinda bahati nasibu. Niliwaficha ukweli. Miezi 3 ilipita. Nilikuwa na kila kitu. Pesa, heshima, marafiki. Lakini kitu cha ajabu kilianza kutokea ndani ya nyumba yangu. Kwanza ilianza na Baraka. Mtoto yule mchangamfu alianza kubadilika. Aliacha kucheka, akawa anakaa peke yake chumbani akiangalia ukuta kwa masaa 3 bila kupepesha macho. Nikimuita, "Baraka," haitiki haraka. Anageuka polepole kama roboti. Mke wangu Zuwena alianza kuwa na wasiwasi. "Baba Baraka, mtoto huyu anaumwa nini? Mbona hachezi tena? Mbona halii wala hacheki?" Tulimpeleka hospitali zote kubwa. Madaktari walimpima kila kitu. Malaria, typhoid, ubongo. Majibu yote yalitoka safi. Daktari mmoja alituambia, Mtoto wenu hana ugonjwa wa mwili, lakini ni kama hayupo. Mwili upo hapa, lakini ufahamu wake uko mbali sana. Maneno yale yalinichoma kama mkuki. Kivuli. Nilikumbuka maneno ya mzee Kifimbo. Nitachukua kivuli cha kitu unachokipenda zaidi. Kumbe kivuli hakikuwa kivuli cha jua. Kivuli ilikuwa ni nafsi. Mzee Kifimbo hakuua mwili wa mwanangu. Alikuwa ameibia nafsi ya mwanangu. Baraka alikuwa anapumzia, anakula, anatembea, lakini Baraka niliyemjua alikuwa amechukuliwa. Alibaki ganda. Lakini je, nini kitatokea siku Zuwena atakapogundua kuwa adui mkubwa wa mwanaye sio ugonjwa wala majirani, bali ni mimi mumewe ninayelala naye kitanda kimoja? Na je, hilo ganda la Baraka limebaki tupu au kuna kitu kingine cha kutisha kimeingia na kuanza kuishi ndani yake? Subscribe ili uwe wa kwanza kutazama sehemu inayofuata.